Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Jeshi la Iran IRGC limesema kwamba operesheni zake za sasa ni operesheni ambazo ni zenye mwelekeo wa ufanisi na zitaendelea bila kusitishwa kwa kuzingatia mbinu mpya maalum na udhaifu wa mifumo ya ulinzi wa anga ya utawala wa Israel. IRGC imesema kwamba katika kipindi hiki hawataipunzisha hata mara moja Israel, lakini wataendelea na mashambulizi ambayo hayatasitishwa na itakuwa ikifanya mashambulizi hayo kila wakati kuhakikisha kwamba operesheni yao inakamilika kama ambavyo wamepanga. Hakuna kusitishwa kwa operesheni za kivita zinazofanywa za ndege zisizokuwa na rubani, lakini pia kwa kutumia makombora mazito na mapya ambayo bado hayajaanza kutumika dhidi ya malengo ya Israel. IRGC imeongeza na kubainisha kwamba Wazayuni, wanyakuzi wa maeneo yanayokaliwa kwa mabavu, kusikia ving'ora kila mara na kukimbilia kwenye makazi yao ya mahandaki, inasema IRGC. Hata hivyo, IRGC imezindua makombora mapya katika wakati huu katika operesheni yao, lakini miongoni mwa mambo muhimu ambayo wanapigania ni kuokoa ardhi za Wapalestina ambazo zimenyakuliwa kwa mabavu na Israel. Iran imezindua makombora ya Khaibar, makombora ambayo yanatajwa kwamba ni makombora yenye vichwa vingi ambayo wameanza kuyatumia katika operesheni yao huko nchini Israel. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimesema kwa mara ya kwanza kimerusha makombora ya masafa marefu ya Khaibar katika awamu ya hivi karibuni ya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Israel. IRGC imesema wimbi la 21 la mashambulizi ya Iran dhidi ya utawala wa Kizayuni, ikiwa ni sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli namba 3, imezinduliwa siku ya leo Jumatatu, huku akitumia makombora ambayo yana vichwa vingi na yana uwezo wa kufika maeneo sahihi bila kushambuliwa na ulinzi wa anga. Operesheni hiyo ya mseto imehusisha makombora ya ballistic imara na yenye kioevu na vile ndege mahiri. Makombora ya balistiki ya multi-wahid Khaibar, ama kwa jina lingine yanafahamika kama Qadri-H, yalirushwa katika mkururo wa makombora wa leo Jumatatu kwa mara ya kwanza, IRGC ilisema, na kuongeza kuwa mbinu za kisasa na za kushangaza zilitumika ili kuongeza usahihi wa makombora na kuhakikisha athari yao ya ufanisi wa hali ya juu na uharibifu kwenye malengo ambayo wameyaeleza. Makombora hayo ya Iran yameshambulia maeneo mbalimbali ya ardhi ya Palestina iliyonyakuliwa kwa mabavu kuanzia kaskazini hadi kusini, IRGC imesema. Aidha, IRGC imeeleza kwamba katika nyakati hizi watatumia kila mbinu walizokuwa nazo kuhakikisha kwamba wanaokoa ardhi ya Wapalestina, lakini pia na maeneo ya viwanja vya ndege ikiwa ni pamoja na Ben Gurion. Ulinzi wa kitaifa wa Iran utaendelea hadi kuondolewa kwa ushindani wa utawala wa Israel, IRGC imehitimisha. Utawala wa Kizayuni uliendesha vita vya kichokozi visivyo vya msingi dhidi ya Iran mnamo Juni 13. Umefanya mashambulizi ya anga katika maeneo ya nyuklia, maeneo ya kijeshi na makazi ya Iran ambayo yamesababisha kuuawa kwa mamia ya Wairan, wakiwemo makamanda wakuu wa kijeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia wa kawaida. Vikosi vya jeshi la Iran vimeanza mashambulizi mara baada ya mashambulizi ya Israel. Walinzi wa jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kupitia vikosi vya aina mbalimbali, hasa kikosi cha wanaanga, kimefanya wimbi la 21 la urushaji wa makombora ya kulipiza kisasi dhidi ya utawala wa Israel hadi tarehe 23 Juni kama sehemu ya operesheni ya Ahadi ya Kweli. Lakini kutokana na taarifa ambayo wameitoa, sasa wataendelea na mashambulizi bila ya kupunzika. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.